Mungu anaangalia mwisho, na shetani anaangalia mwisho wako pia, naye anaangalia mwisho wako. Sasa mapenzi ya Mungu juu ya mwisho wako ni nini? Kumbuka, kuna mapenzi ya Mungu juu ya mwisho wako na kuna mapenzi ya shetani juu ya mwisho wako. Sasa nataka tuangalie mapenzi ya Mungu kuhusu mwisho wako wewe. Nini mapenzi ya Mungu? Na ukisoma kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka 17, kwa ajili ya mta sitasoma, lakini nataka nikuelezee vizuri. Ni kipindi ambacho Mungu anawaambia Musa, wana wa Israeli, kwamba sababu ya kuwapitisha kwenda utumwani Misri, akawatoa kwa mkono wenye nguvu, wakaenda jangwani. Biblia imesema kwamba wakapita katika jangwa lenye nyoka za moto, nchi yenye giza na ukame. Biblia imesema ilikuwa ni lengo la kuwatweza, kujaribu mioyo yao kama watashikamana naye au la, na baada ya kuwajaribu na kuwapima ili awatendee mema mwisho, ili watakapoingia katika nchi ya ahadi ambayo Mungu aliwaambia ni nchi ya maziwa na asali. Sikiliza, kwa Wayahudi maziwa na asali kwao ilikuwa ni kitu, ni kama anasa kwao. Ndio maana Mungu alikuwa anawahamasisha, anasema na wapeleka kwenye nchi iliyojaa maziwa na asali. Kwa sababu gani? Maziwa na asali kwa Wayahudi kwao ilikuwa ni vitu vya thamani sana, ni vitu vya thamani sana. Yani kama ambavyo tunakuta kwenye familia maskini, inapotokea siku anasema mnapika pilau. Zamani, miaka zamani, sisi katika eneo letu, katika mkoa wetu, kulikuwa baada ya watu hawajaanza kulima mipunga huko mikoa huko ya magharibi. Sasa ubwabwa tulikuwa tunaula kwa shida sana Krismasi. Sasa siku ambayo nyumbani mmepika ubwabwa, wamepika ubwabwa wazazi, watoto hamchezi mbali, yani hamchezi mbali. Kwa nini? Ni chakula ambacho kwenu ni alimasi. Sasa na Mungu akawaambia kwamba mtakapokuwa mnaingia katika nchi ambayo imejaa maziwa na asali, msije mkamsahau Bwana Mungu wenu.